Bwana ndugu yangu, jana tulikuwa Temeke, leo hii tupo Kitunda. Nadhani mmezoea kuniona mara nyingi waga na shuti sana video ambazo zinazungumzia mahusiano, kupatanisha mahusiano nini. Leo hii bwana imekuwa tofauti na mimi mwenyewe pia nimekuwa so excited sana kutokana na hili jambo ambalo leo hii naenda kulifanya. Bwana nimepokea simu kutoka kwa kijana mmoja ambaye yupo huku Kitunda, na huyu kijana kitu pekee ambacho anakisema ni kwamba kuna mzee mmoja ambaye anaishi huko Kitunda alikataga ujauzito mwaka 1900 na kama sio 95 basi 97, kipindi hicho akiwa Mwanza. Umeona? Sasa baada ya kukataa ujauzito kwa miaka yote hiyo, leo hii 2025 baba anatamani kurudi kwa mwanae, lakini mwanae amekuwa na roho ngumu. Mwanae anamjibu maneno mabaya, anaambia babake, wewe hujanilea, wewe ulikataa mimba, wewe sijui nini na nini, maneno mengi sana ambayo kijana anayatamka. Sasa leo hii bwana nimepokea simu kutoka kwa kijana mmoja ambaye muda mwingi inasemekana kuwa yupo karibu na huyo mzee na anaijua history nzuri sana huyo mzee, kwa sababu mzee ameweza kumsimulia kila kitu kuhusu swala ambalo lilitokea mwaka 1995 au 97. So leo hii bwana nipo hapa Kitunda na mguu wangu mpaka kwa huyo mzee, tujaribu kuzungumza naye kama ikiwezekana na Mungu kunipatia nguvu, basi na imani kabisa na uwezo wa kumrejesha huyu kijana kwa baba yake. Maana kijana anamkataa baba yake, anaambia kunilea mimi sasa hivi naishi maisha magumu sijui nini na nini, nisikuchoshe, inabidi tuondoke mimi na wewe ili twende tukasikilize hicho kisa au tukatazame, kwa sababu na imani kuna vijana wengi sana ambao leo hii wamekuwa katika mazingira pasipokuwa na uwepo wa baba. Wana mambo mengi sana katika moyo wao ambao wanatamani kuyazungumza, lakini imekuwa changamoto. So leo hii kupitia hichi kisa na imani watu wengi sana tutajifunza. Kabla sijafika mbali, naomba nikwambie kitu kimoja, kuwa mimi ni balozi wa Barcelona Real Estate pamoja na Barcelona Hotel. Barcelona Real Estate sisi bwana tunahusika na kuuza maeneo ya makazi pamoja na biashara. Pia tunauza nyumba kuanzia $200,000 mpaka $1,000,000. Ofisi zetu sisi bwana zipo Madale, tunapatikana masaa 24 ndani ya siku 7 kwa wiki. Na viwanja ambavyo tunaviuza sisi Barcelona Real Estate vimepimwa na kufahamika mpaka halmashauri. Yaani manispaa wanafahamu kabisa kuwa kiwanja hichi kinaenda kuwa mali yako. Kwa kama unahitaji kiwanja kizuri, sehemu tulivu, sehemu smart, hakikisha unawasiliana na sisi Barcelona Real Estate, au kama unatamani kuangalia video zetu nyingi ambazo tumeposti viwanja vyetu, unaweza kuingia katika Instagram yetu. Pia unaweza kuingia katika Instagram yetu, andika Barcelona Real Estate, au TikTok pia tunapatikana kama Barcelona Real Estate. Pia unaweza kutupigia kwa namba ambazo unaziona hapo kwenye screen. Tupigie muda wote, sisi tunapokea na imani utapata kile kitu ambacho unakitaka. Tunasemaje? Barcelona Real Estate, tupo unapopataka. Director Miki, twende. Wewe inabidi ukae nje Miki, si twende. Inabidi kwanza nimpigie jamaa maana hapa yenyewe kilichosimamisha kinyendo hicho. Poa, haina no. Haina noma, basi nakuja hapo chapo. Haya, vijana wenzangu pia mnaokataa ujauzito, unakataa mimba, mwanamke akijifungua unaenda kutaka mtoto, matunzo ulikuwepo wapi? Sikoni mzee. Kwaje baba? Haushiki simu mzee? Nakupigia sana unajua. Mimi napokea na wewe unakata mwanangu. Kwaje? Mkuja mwanangu. Mwanangu. Huku ni mbali mzee. Mbali, umepata changamoto sana njiani. Yaani just imagine unafika sehemu sasa ndege zinaanza kupitia kichwani. Sasa si masiara. Okay. Sasa mzee bwana, mimi kwanza nimetii wito na ile historia yako niliweza kuisikia. Inabidi tusimame kwa huku kwa sababu jua liko huku. Hapa najua tutapata tabu kidogo. Historia yako mzee wangu niliweza kuisikia, na kitu kimoja ambacho leo natamani watu pia wakajifunze mzee. Unajua wewe sio baba wa huyo mzee kabisa, wala sio ndugu yako. Wala sio mzee wangu. Umeamini katika mimi kuwa tunaweza kuzungumza na tunaweza kulipatanisha likawa sawa. Umeona mzee? Kwa hiyo mimi mwenyewe hapa imebidi kwanza nitii wito, kwa sababu
Hayo yaliyotokea ni mageni, hata mimi mwenyewe sijawahi kukutana na changamoto kama hii. Nenda age yani hata nguvu yenyewe sasa hivi kidogo kama inaanza kukata. Na issue ni ile ile kama ule unaniambia kwa anahitaji kusameheana na mwanae amsamehe, sio? Yaani mwanangu nimejaribu kufuatilia yule mshikaji, mwanangu hataki kabisa, yani mazoea na mzee wake mwanangu. Hata kama mtu nikufanikiwa lakini mzee alishakwenda kukutana labda na mwanae. Mzee ameniambia alijaribu kumfuatilia na akafanikiwa kukutana naye kama mara 2. Lakini sasa mshikaji anakuwa anamdhalilisha sasa mshikaji wangu. Yaani kwa kijana hataki kuwa na baba kama yeye. Hataki na kukutana naye hata mbele za watu, yani mshikaji anamletea mbanga fulani hivi ambazo yani mzee hata anaporudi mtaani na kwenda muuma sana. Yeye niliona posti zako nikajua kuna kitu unaweza ukafanya. Nashukuru mzee. Nashukuru sana. Wewe ukifanikiwa utakuwa unyama sana mwanangu. Basi twende mwanangu. Tunzetu mwanangu. Tunatembea au tunapanda bajaji? Sasa tukapata hata bajaji kwa sababu una distance. Njoo basi mwana tuondoke tupande. Au tuende kidogo kama sio. Sasa tukipanda bajaji pia sio mbaya kwa sababu mwendo. Okay, sawa. Jamani, maeneo ndo haya, mshikaji kanambia. Sasa mwanangu, mtaa ndo huu hapa hivi. Sasa kule bajaji nadhani itaweza kufika. Kwa hiyo kama vipi anaweza kupaki hapo, sisi tukaenda. Basi mwanangu angalia, sio mbali. Sio mbali, ni pale tu mwisho hivi. Ndio mwenye sio tamkuta kwenye hali gani sasa hivi kwa sababu Sasa mzee naye kwani alikataa mtoto? Alikataa mimi. Bali jamani. Poa, utoke na begi langu. Ndio taarifa yake sio kwamba alikataa. Ila kuna majanga ambayo yeye alipata kipindi yuko mkoani kipindi hicho yani. Maana ni swala ambalo lilitokea muda mrefu sana. Kipindi hata mzee hajazeeka sana. Au hakuwa na mavumba? Hakuwa na mavumba, lakini pia ni story ndefu sana mwanangu yani. Hata namna ya kukuelezea yani. Yaani nikisema na rukaruka vipande basi ndio nitaacha vitu vingi sana. Hapa inabidi tukamsikilize mzee. Tumsikilize, lakini tu kwa ufupi unaambiwa kipindi yani mke wake ana ujauzito wa huyu jamaa, yeye mzee alipata kesi akafungwa. Kuna kazi ambazo alifungwa. Ni huku au mimi ndo natangulia? Ni huku. Sasa maana yeye kipindi yani mpaka jamaa anakuja anazaliwa kwamba alikuwa jela ambapo hapa hivi. Chile pale. Fanya mpango mzee, msikilize mzee hapo. Odi. Faza. Ni wana nani? Mzee Ochu hapa. Ocho. Zangu shikamoo. Bwana hapa salama. Salama zapo. Mzima. Sawa. Fly. Bwana wewe niko hapa. Unajua nakuletea hela nini? Mzee anapenda hela. Bwana nimekwama rafiki yangu. Usijali. Yaani akili yangu sio mzuri. Usijali mzee. Nafikiria yale ya mwanzo. Sasa kwanza huyu rafiki yangu anaitwa Monsuri bwana. Naitwa Monsuri mzee wangu. Yule jamaa ambaye yeye anakutanisha sana yani masuala ya familia nini, huwa anasuluhisha. Nishafuatilia video zake nyingi sana. Ameshasuluhisha vitu vingi hata mahusiano. Kwa nadhani hata kwenye swala lako ukijaribu kumuelezea kidogo jamaa anaweza kukupa nini tunafanya. Unasemaje tunafanyaje? Bwana ataweza huyu? Ataweza. Yaani nimeshindwa mimi? Naamini katika Mungu. Mzee Kidevu. Ila kwa ninavyoamini jamaa mwanangu bwana sikiza nichaumia sana. Mwelekeze kidogo brother ili ajue imekuaje. Yaani mzee wangu hapo kwanza samani, naomba nijitambulishe mzee wangu. Mimi naitwa Monsuri.
Hello, mambo vipi? Yawezekana ulikuwa unatafuta taa kali za kisasa ambazo zinaweza kuipendezesha nyumba yako na kuwa na muonekano mpya ule wa kitajiri kabisa. Na yawezekana labda ushawahi kuingia katika peji za mitandao ya kijamii, Instagram, TikTok au sehemu nyingine yoyote ile, na ukaona taa kali kabisa ambazo unatamani labda zingekuwepo ndani kwako au unatamani kufunga ndani kwako, lakini unajiuliza unazipataje? Sasa leo hii naomba nikukutanisha na ndugu zangu ambao wanaitwa B Lighting. Hawa B Lighting ni wauzaji wa taa za kisasa kabisa ambao wanapatikana mtaa wa Kariakoo na Ng'ombe. Ukiingia katika peji zao za Instagram wanajiita B Lighting, wanauza taa za kisasa kali. Taa yoyote ile ambayo wewe unahitaji labda kuwepo katika nyumba yako au kuwepo katika uzio au fence ya nyumba yako, basi hakikisha unakutana na B Lighting. Uzuri wa B Lighting, popote ulipo pale, kama unahitaji taa, hata kama ukiwa nje ya Tanzania, wana uwezo wa kukutumia na kuipata ndani ya muda mchache tu ambapo utakuwa umeagiza. Sasa unasubiri nini? Mimi Mansuri ni shahidi. Nimefika pale B Lighting pale Kariakoo na tayari nimepata taa yangu, kesho kutwa nitawaonyesha. Na kama utahitaji mawasiliano yao, namba zao ni hizi hapa nimekuandikia. Unaweza ukatembelea katika peji yao ya Instagram kwa ajili ya kuangalia taa gani wewe unaitaka. Na ukitaka tu comment pale naitaka hii, basi wenyewe wanakuja DM na wanakupa maelekezo namna gani unaweza kuipata taa yako. Sasa unasubiri nini? B Lighting kwa ajili ya ung'avu wa nyumba yako. Mansuri. Yani Katika mitandao. Mbona unamfahamu? Asante mzee wangu, asante. Nilikuwa nakuona katika mitandao. Asante Mungu akubariki. Nimeona miaka mingi bwana, mimi nimeshakwama sana hapo, niko karibu na kufa bwana, na mtoto wangu niliacha huko, unaona walikwenda Mwanza. Bwana niko kwa historia hiyo. Shida mzee anakata tamaa, yani ndio. Subiri kwa nimuelezee sasa. Basi hapo mzee wangu, kwa sababu tena nashukuru kwa kulikubali hili swala. Na mimi nimetokea Sinza, nimefika hapa. Nilipokea simu kutoka kwa ndugu yangu hapa na aliniambia kuwa kuna changamoto 1 2 3 ya familia. Mimi nimekwama. Basi mimi na imani nimeshakaa jela mimi. Mimi nilikuwa nafanya kazi kwa tatajiri. Unaona bwana? Nikaweka mimba. Sasa wale matajiri wale, unaona bwana? Yule tajiri wa ng'ombe yule. Sasa pale nilipoweka mimba wajomba zake wakanifanyia upesku, wakaja wakachoma moto. Unaona bwana, kuchoma moto mimi. Ndio nikakamatwa, nikamwelezea bwana, nyumba bwana ndio hii, mwenye ng'ombe akasema na ng'ombe wote wameibwa, akasema hapana. Nikakamatwa, nikapelekwa jela. Segeleo, miaka 15 huu unaniona. Lakini pale nilipotoka kuna mwanangu ambaye hakujui tena, anijui tena. Tunaweza okay, sawa. Hiyo ni story ambayo mimi nimekuwa so sensitive na sijui tunaweza. Nyumbani ni wapi mzee? Tunataka tusikiza kwanza. Unaona kibanda changu. Wewe unaelewa? Mimi najua maisha. Unaishi hapa? Mimi hapo. Doni sana, hapo ichetembea sana. Unaona bwana, Chalinze, Mdaula, Mikese, Bawani, Morogoro, Dumila, Gailo, Kongwa, Dodoma, Salanda, Manyoni, Singida, Sakenge, Tigi, Mzege, Tinde, Shanga, Mwanza mwanangu. Au sio bwana? Si mambo tena ujana. Lakini bwana ndio mtoto ndio hivyo. Unaona bwana? Alafu nikatoka kule, unaona bwana. Sasa mwanangu sasa nikasikia kwamba yuko hapa. Sasa kwa ajili ya kuchusha tempa yako, imadi mimi natamani mzangu. Lakini utaweza wewe? Inshallah. Mungu ni mwema. Mwanangu mtoto huyu mkali, unaona bwana? Yana ni jui. Na mwanangu yuko safi, na mimi nishakwama kama hivi. Yaani kula kwangu, unaona yaani shughuli siko kwa siku moja tu, lakini sasa damu mzito. Yaani mtoto tukifanana huyo hatari. Tunaweza tukachukua mkeka yule labda tukakaa. Tukikaa hata pale kwenye msingi fresh. Wapi pale? Tunatandika tu labda pale. Chukua kwanza lakini. Wewe utaweza kwani? Mkali yule. Mtoto mkali yule. Jaribu kuongea naye. Yaani kaniahidi kwamba wewe nifuate fuate, tunaona. Sio kaahidi vipi si mwanangu achapo. Hauja kuna kitu ambacho unifanyia. Yaani wewe ukinifanyia hivyo. Tukae hata hapa kuna kelele. Tukae huko, njoo huko. Yaani ukifanya hivyo, shukrani yake babu akae. Nishakwama huko. Sipoteza mwelekeo. Na miaka 75 mimi. Sijali mzee wangu. Sijali kabisa. Karibu.
Karibu. Asante mzee. Yaani leo nina neema. Kaa tu mzee. Lakini jamani si mtoto wa maji. Au usijali bwana, usijali mzee. Yaani kibanda chetu kama hivyo. Usijali mzee wangu, usijali. Hapa ni nyumbani. Madai na sisi tuko nyumbani. Nashukuru sana mtaani. Nashukuru. Mungu sana kwa kuja mwanangu. Nashukuru zaidi. Umefanya jambo kubwa sana. Nashukuru. Sasa hapa mzee wangu naomba nijitambulishe vizuri ili mali pia uweze kunifahamu. Kama nilivyosema mwanzoni, mimi naitwa Mansuri na ni kijana ambaye na motivate vijana wenzangu katika mitandao ya kijamii. Waga nashauri kuhusu mahusiano ya maisha, mapenzi na vitu tofauti tofauti. Kwa hiyo hilo swala ambalo ndugu yangu huyu aliniambia lipo the same na vitu ambavyo navifanya. Nashukuru Mungu kwa huu uwezo alionipa, hata wale watu ambao wametenganishana kuhusu mapenzi au maisha, marafiki, ndugu, kuna nguvu ya ziada Mungu kaiweka ndani yangu na vitu vyote vinaenda kuwa sawa. Kwa hiyo ninachoamini kuwa hapa hichi ambacho tunataka kukidiscuss, kuna maswali kadhaa tu, kwa sababu hii story kamili ambayo huyu sina kitu mtoto yule kuambia kama nikanimpata sikalikuwa nimekula. Usijali, utakula. Sikiliza hapa bosi, utakula usijali, utakula. Sasa mimi nitaenda kukuuliza pia maswali kadhaa kwa sababu maana alichonambia huyu ni kitu kikubwa sana. Inawezekana nimwambie kila kitu. Kanambia tu kwa naniliwe, yani kanambia tu ile na rafiki yangu jinsi hivyo. Tazama kwanza ile bana, yuko rafiki yangu wamenibia bado. Tena yani sina kitu, sina mtoto wala mwanamke. Yani bosi tunafanyaje sasa? Sasa hapa hii mzee wangu, hii ni tape record ambayo hivi vitu vyangu ambavyo navirekodi waga navifanya kama ni sehemu ya history yangu, kumbukumbu zangu. Kwa hiyo nitakuwa nafanya hivi na hivi, yani ndio tunaongea. Sauti itakuwepo huko, alafu then nitakutunza katika anataka nimhadisie habari ya Mwanza. Utamsikiliza yeye, atakuuliza atakachotaka kukifahamu na maana atakwambia. Ataweza lakini jazba mzee, punguza jazba. Mimi njaa mwanangu. Usijali, utakula mzee wangu. Utakula tu faza. Utakula kwenye swala kulishughulikia ili swali tuone kama linakaa sawa. Usijali. Uliniahidi wewe. Mwenye bado nina hofu, unajua kama jamaa unajua ataelewa au vipi. Kwa hiyo nataka tufanye hapa namna ili tuone inakuaje mwana. Pate conclusion. Na imani na tutafanikisha hili. Okay, kwanza mzee wangu, cha kwanza kabisa naomba nijue, nilifahamu jina lako na wewe, kwa sababu mimi nikwambia naitwa Mansuri, sijui utakuwa unaitwa nani? Mimi naitwa Mzee Ndevu kwa hapa kijijini. Mzee Ndevu. Jina lako kamili ndio hilo hilo? Jina langu Mzee Ndevu, lakini sasa Ndevu kwa kuwa nimeweka ndevu. Jina langu Bakariali na Mtindi. Wewe ni mzaliwa wa wapi? Mimi ni mzaliwa wa Mtwara. Mimi nilikuwa driver. Okay. Lakini sasa ndo nikapata ajali. Basi nikanyang'anywa license. Yani nimekuwa ni uzee. Okay, sawa. Na sitaki sasa kudiscuss sana, kuingia in deep katika maisha yako halisi, lakini najua kilichotuleta hapa ni swala la mwanao. Sana. Na kama wewe mwanangu tutashikamana hivi. Hata nyumba hii unaona bwana. Unaachana nyumba tena. Namwachia nyumba. Sasa nitafanya mimi niko karibu na kufa. Juzi nimeumwa hapa. Haki ya Mungu, jirani alinikimbia. Sina mtu baba wa kunisaidia. Usikate tamaa mzee. Sio unapenda kukata tamaa. Uwezi ukajua. Yaani uwezi ukajua kabisa. Sawa Okay. Na hilo swala la mwanao limekuaje na lipo vipi? Natamani sana kulifahamu, na pia hata nikikaa peke yangu nikianza kusikiliza hii kitu najua nitafarijika pia kupitia hiyo. Ilikuwaje kuhusu mwanao? Mwanao yupo hai au hayupo hai? Huyu mwanangu ni kwa disi habari ya Mwanza au ya mwanangu? Tuanzie Mwanza basi afu ndio tuje kwa mwanao. Mazingira ya kumpata. Mimi katika kuhangaika na maisha nikaenda Mwanza. Kufika Mwanza nikaomba kazi kwa tajiri, wakaniachia ng'ombe. Lakini nilipokuwa kwamba nafanya kazi ya ng'ombe, ikawa nyumba jirani, nikaweka mimba ya huyo mtoto. Umenisikia vizuri? Lakini sasa wale wajomba wa yule nilipoweka mimba hawakunikubali mimi lofa. Umenielewa vizuri? Haujanielewa bado.
Mimi nikawa lofa. Wakanifanyia mipango, wakaja kwanza walichukua ng'ombe wote na kuchoma banda lile. Boma lile. Wakina nani sasa waliochukua ng'ombe? Wajomba. Au ng'ombe walikuwa ni wa nani? Watajiri wangu mimi. Yaani wewe ulikuwa umeajiriwa? Niliajiriwa. Sasa kwa nini walichoma moto? Ndio wale wajomba walifanyia visa tu kwamba nihame pale. Wajomba wa Mwanza au wajomba wa Mwanza pale. Hawakutaka mimi, naona bwana, nikae na wale mpwa wao. Na ile mimba ilikuwa ni ya kwangu. Ndugu wa mwanamke. Na ndugu wa yule mwanamke. Ndugu wa yule mwanamke. Wakafanya visa, wakaja katika boma leo wakachukua ng'ombe na wakachoma moto. Na mimi nikachapwa kweli hivi hapa. Hapa ndo napata tabu sana, nilipigwa. Nilipigwa na wale watu. Kwa nini ulipigwa? Yaani basi tu fujo tu, aliniletea fujo. Sasa bahati mzuri kuja tajiri asubuhi yake kakuta ng'ombe hawapo na pale pameungua moto. Tajiri hakuelewa kile ninavyomwambia, kachukua polisi pale, nikafungwa. Ndio nikafungwa pa Segerea. Kutoka Mwanza hadi Segerea? Nilipata transfer nikaletwa hapa Segerea. Basi